Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa ligi kusoka Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League ambao unasubiriwa na wadau wengi wa soka nchini Tanzania ni mchezo ambao utakwenda kuchezwa siku ya kesho, ikiwa siku ya kesho ni Jumamosi ya tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025. Tutakwenda kushuhudia mchezo wa Kariakoo Derby ambapo klabu ya soka ya Yanga Sports Club watakuwa wenyeji katika uwanja wa Benjamin Mkapa kuanzia saa 1:15 usiku wakialika klabu ya soka ya Simba Sports Club. Mchezo huu utakuwa ni mchezo wa mzunguko wa 23 ligi kuu ya NBC, ambapo kuelekea katika mchezo huu ni mchezo ambao unavuta hisia za mashabiki kwa sababu ya ubora waliokuwa nao Yanga sambamba na kikosi chekundu wa Msimbazi. Hata ukiangalia katika msimamo wa ligi kuu ya NBC, klabu ya soka ya Yanga wapo kileleni wakiwa wamecheza michezo 22, wameshinda michezo 19, sare mchezo mmoja na kupoteza michezo miwili. Young Africans ndio klabu ambayo imefunga mabao mengi wakifunga mabao 58, huku wao wakiruhusu mabao 9 wakiwa na pointi 58 kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC. Lakini Young Africans wanakwenda kukutana na Simba Sports Club ambapo Simba wao wapo katika nafasi ya pili wakiwa wamecheza idadi chache ya michezo 21, wameshinda michezo 17, sare michezo 3 na kupoteza mchezo mmoja. Simba wamefunga mabao 46 na wao kuruhusu mabao 8. Kwa hiyo goal difference ya mabao Simba ni mabao 38 wakiwa na pointi 52 katika nafasi ya pili ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Mchezo huu ni mchezo muhimu sana kwa sababu ukiangalia ubora waliokuwa nao Yanga na Simba kwa sasa ni vilabu ambao vina ubora mkubwa sana, na ukiangalia hata katika michezo 10 ya mwisho kukutana Yanga ameshinda mara 6, sare ikiwa ni michezo 3, huku mnyama Simba akishinda mchezo mmoja pekee. Kwa hiyo ni mechi ya aina yake, kila mtu anasubiria kuona ni matokeo gani ambayo yatakwenda kutokea. Sasa kuelekea katika mchezo huu wa Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, basi tunashuhudia mabosi ama wawekezaji katika klabu ya soka ya Simba sambamba na kikosi cha Yanga Sports Club wameweza kuahidi ofa nono kama klabu itakwenda kuibuka na ushindi. Kama Yanga, basi GSM ameweza kutoa ahadi kwamba atakwenda kutoa kiasi cha shilingi milioni 500 kwa wachezaji, benchi la ufundi na baadhi ya viongozi kama ikitokea klabu ya soka ya Yanga itamfunga Simba. Kwa hiyo watakwenda kupata milioni 500. Lakini mwekezaji wa klabu ya soka ya Simba Mohamed Gulam Dewji naye pia ameweza kutunisha msuri wake kwa kuweza kuahidi kwamba atakwenda kutoa zaidi ya milioni 700 fedha taslim za Kitanzania kama klabu ya soka ya Simba itaweza kumnyoa ama kumfunga klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Kwa hiyo tunaona hizi ni motisha ambazo zimewekwa. Kwa upande wa Yanga wao ni milioni 500 watalamba, huku Simba wao ni milioni 700. Kwa hiyo tunaamini kwamba fedha hizi zitaweza kuchangia ama kuleta moja kati ya mechi bora, kwa sababu wote watakuwa wakipigania mkate wa kondo. Hivyo GSM sambamba na Mo Dewji wameweza kutunishiana misuli ya fedha kwa kuweza kuahidi kwamba watakwenda kutoa kiasi cha fedha hizo kama ikitokea klabu moja hapo ikashinda. Bwana, tunakuacha na swali, mdau wetu wa nguvu, tunakuuliza katika eneo la comment hapo. Mara baada ya Mo Dewji kuweka milioni 700 na GSM kuweka milioni 500 kwa kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, je, kwa upande wako wewe unaiona klabu gani ikienda kuibuka na ushindi katika mchezo huu? Kwa sababu mchezo huu unaonyesha Yanga ndio klabu ambayo mpaka sasa imefunga mabao mengi wakifunga mabao 58, huku Simba ndio klabu ambayo imeruhusu, yani imefunga magoli machache kwa sababu ya ukuta wao mzuri. Kumbuka kuelekea katika mchezo huu pia makocha wa Simba wameweza kufunguka na kusema kwamba kuna uwezekano mkubwa Sheikh Malone Fondo akakosekana sambamba na mchezaji anaofahamika kwa jina la Musa Kamara Pimpini, 50% kucheza, 50% kukosekana. Huku kwa Yanga napo pia mchezaji ambaye anakwenda kukosekana 50% kucheza, 50% kutokucheza ni Stefan Nziki ambaye anauguza majeraha nyonga. Kwa hivyo mabosi nao pia wameweza kuweka kitita cha fedha kikubwa ili wachezaji waweze kwenda kupambana uwanjani. Kwa hiyo tuambie na comment, je, fedha hizi unaziona ni klabu gani na kwenda kuzibeba? Je, ni Simba watapewa milioni 700 ama Yanga milioni 500?